Kwa heshima na taadhima, naomba niwasilishe mbele yenu waandishi wa habari taarifa ya mafanikio ya siku 100 za Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika utekelezaji wa kipindi chake cha pili katika awamu yake ya 8. Ndugu waandishi wa habari, basi baada ya kuanza na hayo, sasa kwa heshima nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia uhai, afya njema, amani na fursa kukutana hapa leo kuwasilisha taarifa ya mafanikio ya siku 100 za Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tokea amechaguliwa tena na wananchi kuiongoza Zanzibar kufuatia kukamilika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutumia nafasi hii ya kipekee kumshukuru kwa dhati tena Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uongozi wake mahiri uliojaa maono, dhamira, uthubutu na juhudi zisizochoka katika kuwaletea wananchi wa Zanzibar maendeleo makubwa. Hakika uongozi wake umeendelea kuwa chachu ya matumaini, mshikamano na umoja kwa taifa letu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amzidishie afya njema ili aendelee kuleta mageuzi makubwa ya maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa imani yake kubwa kwangu kuniteua kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na kuniteua kuwa waziri wa nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Ahadi yangu kwake Mheshimiwa Rais ni kumsaidia kwa nguvu zangu zote katika kutekeleza majukumu ya ofisi. Ndugu waandishi wa habari, naomba kidogo niwape muundo wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Ndugu waandishi, kwa ujumla ofisi hii inaundwa na idara 4 za makao makuu ya wizara ambazo zinaongozwa na wakurugenzi chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa katibu mkuu na naibu katibu mkuu wa wizara. Idara hizo ni idara ya uendeshaji na utumishi, idara ya mipango, sera na utafiti, idara ya uratibu wa tawala za mikoa, serikali za mitaa, pamoja na idara ya uratibu wa idara maalum za SMZ. Aidha, kimuundo tuna ofisi kuu Pemba ambayo inaongozwa na afisa mdhamini. Ndugu waandishi wa habari, nje ya makao makuu, ofisi hii kwa upande wa tawala za mikoa inaundwa na ofisi 5 za waheshimiwa wakuu wa mikoa, ofisi 11 za waheshimiwa wakuu wa wilaya, ofisi 2 za wilaya ndogo kwa maana ya wilaya ndogo ya Tumbatu na wilaya ndogo ya Kojani, pamoja na ofisi 388 za waheshimiwa masheha. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa serikali za mitaa, ofisi hii inaundwa na baraza la jiji, mabaraza 5 ya manispaa, mabaraza 5 ya miji na halmashauri 1. Ofisi za serikali za mitaa zinaongozwa na wakurugenzi na kusimamiwa na mamea na wenyeviti. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa idara maalum za SMZ, ofisi hii inaundwa na vikosi 5 vinavyoongozwa na makamanda wakuu vikosi. Kadhalika, kwenye mpangilio wa idara maalum tuna taasisi 3 zinazojitegemea ambazo ni wakala wa ulinzi wa JKU, viwanda vya idara maalum ya SMZ pamoja na tume ya utumishi ya idara maalum ya SMZ. Ndugu waandishi wa habari, ofisi hii kadhalika inaundwa na ofisi ya msajili wa matukio ya kijamii na ofisi ya mrajisi wa jumuiya zisizo za kiserikali. Naomba ndugu waandishi wa habari,
muone walau majukumu ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Mosi, ni kusimamia na kuratibu utendaji wa kazi za waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na masheha. 2, kusimamia na kuratibu utendaji wa serikali za mitaa, kwa maana mabaraza ya miji, mabaraza ya manispaa, mabaraza ya miji pamoja na halmashauri, ikiwemo pamoja na lile jiji. 3, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa shughuli za idara maalum. 4, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa shughuli za Tume ya Utumishi wa Idara Maalum. 5, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa viwanda vya idara maalum. 6, kusimamia na kuratibu shughuli za jumuiya zisizo za kiserikali, yani NGOs. 7, kusimamia na kuratibu shughuli za usajili wa matukio ya kijamii. Sasa, mazingatio ya mipango ya kitaifa. Ndugu waandishi wa habari, naomba niwajuze kidogo kwenye eneo hili. Taarifa hii ya mafanikio ya siku 100 za kipindi cha pili cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imezingatia mambo yafuatayo: Dira ya Maendeleo ya Zanzibar 2050, Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 25-30, Hotuba ya Mheshimiwa Rais ya ufunguzi wa Baraza la 11 la Wawakilishi 25-30, Mpango wa Maendeleo wa Zanzibar yani ZADEP, ahadi za Mheshimiwa Rais pamoja na mipango mikakati ya taasisi za Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Ndugu waandishi wa habari, baada ya utangulizi huo, sasa naomba kuwasilisha mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100 za kipindi cha pili cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa utaratibu ufuatao. Mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hichi kifupi katika tawala za mikoa. Kwa upande wa tawala za mikoa, ofisi imepata mafanikio yafuatayo. Mosi, ofisi imefanikiwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa nchi yetu ya Zanzibar na wananchi wake. Hili ni jambo moja la msingi sana ambalo ni mafanikio makubwa. 2, ofisi imeendeleza mradi wa ujenzi wa ofisi za waheshimiwa masheha. Jumla ya ofisi 48 katika kipindi hiki naendelea zimejengwa, ambapo ujenzi wake umefikia 50%. Kati ya ofisi hizo 28 zimejengwa Unguja na 20 zimejengwa Pemba. 3, ofisi imekamilisha maandalizi ya ujenzi wa ofisi 5 za waheshimiwa wakuu wa mikoa, ofisi 11 za waheshimiwa wakuu wa wilaya na ofisi 2 za wilaya ndogo, kwa maana ile Tumbatu na Kojani. Ofisi hizi zote nilizozitaja zinatarajiwa kujengwa katika kipindi chetu hiki cha 26-27.